hiyo kamati ya utendaji mkwaju bodi, kazi yao ni kumtafuta tu auditor na kwenda kumpendekeza kwenye kikao cha wanachama. Kama una NGO, manake board itafanya kazi hiyo katika kikao cha waasisi, founders meeting tunaita. Kama ni society umesajili mambo ya ndani, mahesabu ya mwaka na kumteua mkaguzi wa mahesabu, inaenda kwenye NGO. Kama ni trust, wanafanya board of trustees. Kama yule alianzisha yule wakifu yupo, yeye ndo ataenda kutoa zile taarifa. Kama ni kampuni, tuliongelea hapa kampuni, mahesabu ya mwaka yanaenda kwenye kikao cha mwaka cha wanahisa. Sawa? Naeleweka hapo shehe? Huu ndio taratibu wa ukaji wa ripoti. Alafu mhasibu anatakiwa kupeleka ripoti ya fedha ya kila mwezi kwa mtendaji mkuu wa taasisi. Kila mwezi. Mtaelewa sasa nini nimesema taasisi lazima iwe na mhasibu. Unaelewa? Kwa sababu majukumu kama haya hawezi kupewa mtu ambaye sio mhasibu. Chatoa mfano mara nyingi sana kwenye training zangu kwamba kuna sehemu huwezi kumpa kazi mtu ambaye sio mhasibu. Kwa sababu lazima ajue mhasibu hiki kinarekodiwa wapi na hiki kinarekodiwa wapi. Mhasibu lazima ajue balance sheet ni nini, cash flow statement ni nini, income statement ni nini. Si ndio? Sisi ni kendo lugha zinazotumika za kila siku. Hata kama mhasibu utaliwaje? Mimi nitakuuliza wewe kama wewe ndio mhasibu wewe. Umesoma mhasibu hapana. Kama taasisi kimkopesha mtu na yule mtu hajalipa, yule ni creditor au debtor wa taasisi? Anaitwa wewe unataka kujua kwa sababu sio kazi yako, si ndio? Hiyo kazi ya mhasibu. Yeye kasoma na mhasibu anatofautiana. Taasisi ikiwa ina kiasi cha fedha fulani, miamala yake, unaweza kutumia mhasibu mwenye certificate. Ikifika miamala fulani, itakiwa mhasibu mwenye diploma. Ikifika miamala fulani, anatakiwa mhasibu mwenye degree. Na kuna miamala ikifika kuanzia 1 million, mhasibu lazima awe CPA. Kama taasisi inafanya miamala mpaka 1 million kwa mwaka, mhasibu lazima awe kama sisi pia ile mahesabu inakataliwa. Na mkifanya mahesabu ya taasisi ambayo imefika 1 bilioni na alifanya mahesabu sio CPA, umevunja sheria. Naelewa vizuri? Bodi ya wasibu. NPA. Kwa hiyo lazima yake ajue. Lakini lazima jambo la 7, taasisi lazima iwe na mifumo ya ndani ya kudhibiti mahesabu, mifumo ya ndani, internal control. Hilo la 7. Umeruka sasa. Hilo la 7. Ya kwanza budget. Ya pili sera ya fedha. Ya tatu kuweka kumbukumbu. Ya 4 usimamizi wa fedha taslimu. Ya 5 mpango wa taasisi ndani ya mpango wa fedha. Ya 6 uandaaji wa ripoti za fedha ambayo tunaongelea sasa hivi. Ya 7 kuwa na mifumo ya udhibiti wa ndani, inaitwa internal control. Ndio maana tunaenda kwenye taasisi makubwa, kuna mtu anaitwa internal auditor. Hata kama taasisi yako ndogo unahitaji internal auditor. Kama taasisi yako wewe ilishafika katika level hiyo, anafanya kazi kwa niaba ya board. Internal auditor aripoti kwa mtendaji. Nisikize vizuri. Kwa sababu unakuta mtendaji mkuu wa taasisi, mfano katibu mtendaji wa haya, ana yule internal auditor anaripoti kwake. Hayuhusiwi. Internal auditor anaripoti kwenye bodi ya haya ili kuwakagua wale watendaji kabla yule auditor wa nje hajaja. Ndio kazi ya ukaguzi wa ndani. Internal auditor. Na la mwisho ni hiyo ripoti ya mwaka ambayo ndio ukaguzi. Kwa sababu kuna ripoti ya fedha ya mwaka, annual audited account, na kuna ripoti ya utendaji ya mwaka ya taasisi, annual report. Vitu viwili. Kuna ripoti ya fedha ya mwaka
ya mahesabu ambayo imekaguliwa, annual audited accounts, na kuna ripoti ya taasisi ya mwaka, annual report, ambayo ile ya mahesabu inakuwa ni sehemu ya ile annual report. Sawa tena? Au umechoka? Endelee. Mimi dhumuni langu, mimi naamini mabadiliko yanafanywa kwenye taasisi na mifumo. Ukiwa na mifumo dhaifu, ukiwa na taasisi dhaifu, huwezi kubadilisha umma wa Kiislamu. Unataka hivyo utaki. Ukiwa na taasisi dhaifu za wafu utaliwa. Ukiwa na taasisi mbovu za zaka, watapewa zaka wasiostahili. Sio? Utasikia tumetoa zaka kwa mayatima. Yatima anapewa zaka wacha. Labda kama ni fukara, si ndio? Lakini wewe unaweka mifumo na taasisi madhubuti. Ukiwa na bodi, ukiwa na kamati ya utendaji ya msikiti madhubuti sahihi, ina watu sahihi, ina miongozo ambayo nimesema, msikiti utaenda ule. Uongo kweli? Utaenda shehe. Leo hii msikiti una maduka 20, lakini kila baada ya saa imamu anaamka anaomba hela kulipa maji. Issue sio Waislamu watoi sadaka. Issue ni uongozi. Unaelewa? Wewe uko una mali, omba sadaka. Omba sadaka mambo mengine. Watu fanye dawa vijijini. Leo tulionayo haitoshi kwa sababu inalipa mishahara, inalipa maji, inalipa umeme. Kwenye hichi kipengele bajeti yake ni ya nje, tunaomba Waislamu mchangie. Sio hivyo? Ikapata sera na sheria za nchi. Ikawa na viongozi ambao ni waadilifu, ikawa na mipango yake muda mfupi, wakati mrefu. Nakwambia ni miaka 5 hii, hali za walimu wa madrasa na mama ambao ndio wanasema wako itaanza kutalipa wewe mwenyewe utaona, au sio hivyo? Lakini wewe pakiwa padogo hapo, hata hakuna umma jana Mungu haika kwa mbaya bila option tu. Unaelewa? Kwa sababu ziko taasisi zingine zinashirikiana na imamu. Basi je, fanyeni kitu tofauti. Je, fanyeni kitu sasa, jenge uchumi wa watu. Kama nilivyosema, mimi naamini filosofia yangu ni kwamba watu waingie kwanza uchumi, hali ya uchumi. Kwanza watu wajengewe imani, wajengewe uchumi wao. Washakuwa na uchumi mzuri, wataendesha familia zao vizuri, kutoka nyumbani na kulala.